With everything that I had, a name on the lights, and every penny in my bank, I still needed help. A piece of me was missing. No one knew back then. I ended up being an addict. I thought, maybe God did not give me a voice so I could go through all that. I went into horrible things at the time. But Jesus Christ looked out for me. He helped me. He has overcome all the obstacles and filled the hole in me. I feel awake and strong. I think everyone deserves to know this amazing love of the man Jesus. Maneno ya ujumbe huu ambayo kwa lugha yetu pendwa ya Kiswahili husikika hivi: licha ya kuwa na kila kitu, jina kubwa kwenye mitaa na mifuko minene ya fedha, bado nilihitaji msaada. Nilihisi upungufu ndani yangu. Hakuna aliyefahamu hilo wakati ule. Nikaangukia kwenye uraibu mbaya. Niliwaza pengine Mungu hakunipa sauti nzuri hivi ili niteseke. Nilipitia mambo mabaya sana, lakini Yesu Kristo aliniona. Alinipa mkono wa msaada. Akashinda kila kikwazo mbele yangu, kisha akaujaza moyo wangu kwa upendo wake. Sasa ninajiona mtu mpya na mwenye nguvu. Ninafikiri kila mmoja anastahili kuujua upendo huu wa kushangaza wa Yesu Kristo. Ujumbe huu ulizungumzwa na mwimbaji, mtunzi wa nyimbo na mwigizaji Demetria Devon Lovato, au kwa jina maarufu Demi Lovato, katika mahojiano na mwanahabari Zane Lowe wa Apple Music mnamo mwaka 2020. Ama kwa hakika, maisha pasipo upendo wa Kristo ni mithili ya shaba iliayo na upatu uvumao, kama tuambiavyo mtume wa Kristo Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto sura ya 13 kuwa, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Simulizi hii ya Demi Lovato hunikumbusha jinsi mwana wa Mungu mmoja katika taifa la Bwana Pete ya Muri alivyomshuhudia Mungu Baba akisema, kwa kipindi chote kabla sijamfahamu Mungu Baba, nilihisi uwazi mkubwa moyoni. Uwazi ulionifanya nijaribu kufanya vitu kama vijana wengine wa duniani wafanyavyo. Nilijiingiza kwenye vikundi vya marafiki mbalimbali ili nipate furaha, lakini sikuipata. Nilijaribu kunywa vinywaji fulani vya baridi sana ili kujiburudisha, lakini bado sikuburudika. Kila nilichojaribu kufanya au kutumia hakikuweza kuziba uwazi huo moyoni mwangu. Hali hiyo ilikuwa ni mbaya sana. Nilijihukumu mwenyewe. Nikajihisi kuonewa na hata kulaumu wengine juu ya maisha yangu. Nilipata uchungu mwingi. Lakini Mungu Baba alipofunua upendo wake kwangu, uwazi huo ulitoweka kabisa. Pendo la Baba limenipa utoshelevu ndani yangu. Pendo la Baba limenipa pumziko na raha ambayo wanadamu na vitu vyao wasingeweza kunipatia. Katika umri wa miaka 16 tu, Demi Lovato alijipatia umaarufu mkubwa katika uga wa filamu na muziki, hasa baada ya kushiriki kama mwigizaji katika filamu ya Camp Rock akitumia jina la Michi Torres, filamu kutoka channel ya Disney. Miaka mitatu mbele, umaarufu wake ukaongezeka duniani kote baada ya kushiriki tena katika filamu ya Sony with a Chance. Hakika alikuwa katika kilele cha umaarufu. Kila kona wadada kwa wakaka walilitaja jina lake. Wengine wakaimba nyimbo zake kwa furaha kuu. Akaandika historia kwa kuweka rekodi kadhaa katika uga wa muziki, ikiwemo ya kuingiza nyimbo yake kuwa namba 1 katika orodha ya nyimbo bora 200 za dunia ya Billboard. Wakati wengine wakiburudisha mioyo yao kwa sauti nzuri ya Demi Lovato, upande wa pili Demi Lovato alikuwa akiwasilisha ujumbe wa kuomba msaada kwa kile alichokuwa anapitia katikati ya nyimbo hizo. Hata hivyo, hapakuwa na mtu aliyeweza kuelewa, pengine kutokana na maisha ya umaarufu aliyokuwa akionekana anayaishi. Kila kitu kilionekana chema kwa upande wa mashabiki zake. Ilikuwa ni ngumu kujua jambo lolote. Mnamo mwaka 2009 alitoa albamu yake ya kwanza ya muziki aliyoipa jina la Here We Go Again. Jina lilokuwa likiakisi juhudi za mara kwa mara za kutaka kuondokana na uraibu wa madawa na pombe. Juhudi ambazo ziligonga mwamba na kujikuta akirudi tena na tena katika uraibu huo. Mnamo mwaka 2011 alitoa albamu yake ya pili aliyoipa jina la Unbroken, ambapo alikuwa akijaribu kueleza usugu alioweza kutengeneza kutokana na muda mrefu wa kuishi katika uraibu, changamoto ya afya ya akili na msongo mkubwa wa mawazo. Hali hiyo ilitengeneza usugu na alihitaji msaada kuiondoa.
Mnamo mwaka 2013 akatoa albamu yake ya 3 iliyoitwa Demi, ikiwa imebeba ujumbe mzito wa kujitafuta tena, maana tayari alijiona amepotea na ajui tena Demi Lovato ni nani. Hata wakati huo bado hakuna mashabiki ambao waliweza kuelewa ujumbe aliowasilisha Demi Lovato. Mnamo mwaka 2017 akatoa albamu yake ya 4 aliyoipa jina la Tell Me You Love, albamu iliyofunua kilio cha roho yake cha kutafuta upendo. Hakika mambo ya roho hueleweka na roho. Baada ya kushindwa kueleweka, ikapelekea mwaka mmoja baadaye kupatwa na tatizo kubwa baada ya kuzidisha madawa aliyomfanya kutaka kumsababishia kifo. Demi Lovato mwenyewe anaeleza, tangu mwaka 2016 mpaka mwaka 2020 ilikuwa ni miaka ya giza kuu kwenye maisha yake. Miaka ambayo hakujijua wala kujielewa. Hakujua wapi msaada wake ungepatikana. Mnamo mwaka 2020 akiwa katika kituo cha soba, ndipo alipokutana na Injili ya Yesu Kristo, Injili ya upendo wa Kristo, Injili iliyofunua kile alichokuwa kikihitaji kwa miaka mingi, Injili ambayo iliweza kumfunulia chanzo cha maisha yote aliyowahi kuishi huko nyuma na kisha kumpa uponyaji. Hapo ndipo alipokuja kufahamu kuwa kumbe jambo hilo lilianza baada ya kushuhudia maisha mabaya ya uhusiano wa wazazi wake na yeye pia tangu alipokuwa mtoto. Hivi sasa Demi Lovato ni mke na msimamizi wa taasisi itwayo Lovato Treatment Scholarship Program, taasisi ambayo huwasaidia vijana wa kike kwa wa kiume ambao wana changamoto za afya ya akili na uraibu. Taasisi ambayo ni kiungo muhimu cha kuutangaza upendo wa Mungu Baba katika Kristo kwa watu wote. Hongera sana Demi Lovato kwa kutufundisha kuwa njia pekee ya sisi kuishi maisha ya utoshelevu ni kuupokea na kuukubali upendo wa Mungu Baba ambao ameufunua kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Karibu nawe mwana wa Mungu katika familia ya upendo wa Mungu Baba ambao ni tosha itoshayo. Asante sana mtazamaji wangu wa Sonship Spirit TV. Katika kipindi hiki cha Kitabuni kuna kitabu. Ni mimi msimulizi wako Neila Tony katika makala iliyoandaliwa na mchungaji Elney Mbala. Tukutane tena juma lijalo. Asanteni na kwaheri.